الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya hii ya 44 kwa kusema kweli haikuwa ndani ya mpango wangu, lakini inshallah acha tuielezee kwa ufupi, alafu tutaingia kwenye zile ambazo zilikuwa kwenye mpango, kwa sababu huwa tafsiri kila shekhe anapelekewa aya zake maalum. Kwa sababu shekhe jana labda maelezo yalikuwa marefu, kama anavyosema huu muda kwa kusema kweli kwa aya tunazopewa ni mdogo sana. Ukitaka kujitanua sasa lazima aya utazibakisha. Aya ya 44 yasema bal mata'na haula'i wa aba'ahum, bali kwa hakika tuliwastarehesha na kuwaneemesha hawa na wazazi wao, wa abaahum, na baba zao, hata tala alaihimul umru, mpaka umri wao ukawa mrefu. Afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha, hivi hawaoni kuwa tunaifanya ardhi, tunaipunguza ardhi kutoka pembezoni mwake. Afahumul ghalibun, basi hivi wao ndio watashinda, watakuwa hawawezekani. Aya hii ina vitu kadhaa ambavyo vimezungumzwa ndani yake. Kitu cha kwanza ni starehe ambayo watu wanapewa kwa kuneemeshwa na Allah kwa neema mbalimbali, neema ambazo zinawafanya wawe na starehe katika dunia hii. Na mara nyingi watu wa namna hii, kwa sababu ya zile starehe wanazozipata kutokana na neema za Allah walizokuwa nazo, wanajisahau. Kujisahau kuko kwa aina nyingi. Kuna wengine wanajisahau, wanatumbukia tu kwenye starehe mpaka wanakuja kukutwa na mauti, ndio mtu anastuka wakati anakufa. Wengine wanajisahau kwa maana ya kwamba wanatakabbar kwa zile neema walizokuwa nazo, basi wanajiona wao ndio wenyewe katika dunia hii, hawashindwi na kitu, hawawezekani na mtu, na anaweza akafanya lolote kwa mtu yoyote wakati wowote na asifanywe lolote. Na mifano tunaiona kila siku. Mifano ipo, tunaiona wazi wazi. Mifano tu ya vita vinavyoendelea sasa hivi ni mfano huo. Kwa neema za Allah mtu amejivisha sijui tuseme amejivisha uungu kama Firaun, kwamba yeye anaweza akafanya lolote kwenye dunia hii na hakuna mtu yoyote wa kumfanya chochote. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawazindua watu hawa. Aya ilikuwa inazungumza na watu waliokuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aya hii inaendelea mpaka leo. Allah anawaambia afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha, hivi hawaoni kwamba sisi tunaipunguza ardhi kutoka kwenye pembezoni mwake? Maneno haya wanawazuoni wakiyatafsiri na kutoa maana yake, namna ya kuipunguza ardhi, wanatoa tafsiri tofauti tofauti. Kuipunguza ardhi kuna maana kwamba wale watu wanaoishi kwenye ardhi ile ambao ndio hao pengine wametakabbar, huwa Allah anawabadilisha, analeta watu wengine. Wao wanakuwa hawapo tena katika dunia hii. Au inawezekana ikawa kuipunguza ardhi kwao
ni vile kuja kuondolewa wao na ukatawala Uislamu katika maeneo yao. Wakati ule sio figeni hapa, sauti inafika huko. Wakati ule wale ambao walikuwa sio Waislamu, watawala wakitawala kwa dhulma na kuwanyanyasa watu, ardhi ilikuwa ikipunguzwa kwao kwenye pembeni au pambizoni mwa ardhi inapunguzwa, kwa maana ya kwamba wanapinduliwa na jeshi la Kiislamu. Ardhi inatawaliwa na Waislamu na Uislamu ndio unatawala maeneo yale na uadilifu unaingia. Tafsiri nyingine ni kufa kwao. Ukiangalia hata katika miji yetu ya leo, katika hasa ukienda kwenye vile vijiji vya zamani ambavyo viko mbali na miji, utakuta vijiji vimekufa. Yale maeneo ambayo miaka 25 30 iliyopita kulikuwa na nyumba, sasa hivi ni mapori. Hii pia inaingia katika maana ya na'atil ardha nanqusuha min atrafiha, ardhi inapunguzwa kutoka pambizoni mwake. Sasa Allah katika alipoelezea kitendo hiki cha kupunguza ardhi, anawageukia tena wale wanaojifanya majabari. Allah anasema kama ardhi tunaipunguza, afahumul ghalibun, wao ndio watashinda. Hii ni tahadhari na hili ni onyo kubwa sana kwa watu ambao hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia, na wanaishi kwa dhulma na kwa ujabari na kuwadhalilisha watu na kujifanya kwamba wao hawashindikani au hawawezekani. Allah anawauliza, lakini swali hili halihitaji jibu, afahumul ghalibun, hivi wao watashinda? Jawabu lake ni kwamba hakuna anayeweza kushinda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya hawa waleo ambao wamekuwa majabari katika ardhi na wanafanya wanaoyafanya, kabla yao walikuwepo, yani watu walikuwa zaidi yao katika ujabari, lakini leo hawapo. Ardhi ishapunguzwa kwao, hawapo, na hawa nao vile vile wataondoka. Sasa wakishaondoka, sasa wanakuwa wako mikononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna maneno mtu mmoja alisema kwamba inna Allaha yumhilu wala yuhmilu wa idha akhadha la yuflit. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa muda, hapuuzi. Yani wewe ukijiona unafanya unayoyafanya alafu bado unapata pumzi, unapata pesa, mambo yako yanakwenda, Allah anakupa muda, labda utageuka, utakumbuka, ugeuke urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah hapuuzi tunayoyafanya. Lakini hatari zaidi ni hapo mwisho, anasema wa idha akhadha la yuflit. Allah akishakamata haachii tena. Sasa wewe rukaruka, muda umepewa wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa usiporudi, siku kiingia mkononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujua habari zako zimekwisha. Haachii tena Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano hii tunayo, mifano ipo mingi sana. Kuna watu wengi humu mwetu, kuna watu walikuwa majabari wakubwa, lakini siku walivyoingia mkononi kwa Allah alibabaika mpaka akachoka, alikwenda na maji. Sasa hivi watu wanasubiri malipo yao ya mwisho. Allah mwenyewe ndiye anajua atawalipa vipi, lakini watu walikuwa kweli, akisema yeye ndo amesema. Yani anaweza wakasema watu wote, akisimama yeye anavunja maneno ya watu wote, mpaka mtu akawajeuri kwamba anaweza kusema lolote, kufanya chochote. Lakini siku alivyoingia mkononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa habari yake imeisha. Allah akishakukamata hakuachii tena. Sasa aya hii sasa inafuatiwa na aya inayofuata, aya ya 45. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul innama undhirukum bilwahyi. Ewe Muhammad, waambie hawa watu kwamba mimi nawaonya kwa kutumia wahi.
wala yasma'u summu duaa idha ma yundharun, lakini kwa kawaida huwa viziwi hawasikii mtu anayewaita pale anapowaonya, au hawasikii mwito wa kuonywa pale wanapoonywa. Aya hii inaungana na aya hii ambayo tumeisoma sasa hivi, kwamba hawa majabari wanaojiona kwamba hawawezekani na nini, Allah anamwambia mtume wake waonye hawa watu, na uwaambie kabisa kwamba mimi nawaonya kwa kutumia wahi, siwaonyi kwa kutumia akili yangu. Na indhar wanasema ni kuwapa watu habari, lakini habari zenyewe zikawa ndani yake kuna kuwaogopesha. Unampa mtu habari ya kumtia uoga, hii ndio inaitwa indhar. Qul innama undhirukum bilwahyi, sema hakika mimi ninawaonya kwa kutumia wahi. Lakini kwa bahati mbaya, la yasma'u summu duaa idha ma yundharun, viziwi kwa kawaida hawasikii ulingano pale wanapoonywa. Pale wanapoitwa kwa ajili ya kuonywa huwa hawasikii mpaka pale litakapowapata lile litakalowapata. Na mitume wa Allah salawatullahi wasalamuhu alaihim wamepitia vipindi hivi vya kuwaonya watu wao, tena kwingine kwa kuwabembeleza kabisa. Nabiyullahi Nuh amewalingania watu wake miaka mingi sana na kuwaonya, na pia aliwaonya kwa kutumia wahi, na alitumia mbinu zote, lakini hawakusikia. Nabiyullahi Nuh akaomba dua kwa Allah, sasa watu wameshanishinda, wewe sasa kazi kwako. Na yeye akasema kabisa hawa watu ni wa kuangamiza tu, hawa hakuna kuwabakisha. Nabiyullahi Nuh akapewa maagizo na Allah subhanahu wa ta'ala atengeneze jahazi. Jahazi hili litawaokoa wale wote ambao wamemwamini Nabiyullahi Nuh kutokana na kivumbi kitakachokuja baadaye. Na wao wakimuona Nabii Nuh anatengeneza jahazi, wakizidi kumkejeli na kumwambia maneno mabaya. Nabiullahi Nuh katika majibu yake alivyowajibu, aliwaambia in taskharu minna fa inna naskhar minkum kama taskharun, kama sisi mnatudharau na kutucheza shere, na sisi pia tunawacheza shere kama mnavyotucheza shere, kwa sababu nyinyi hamjui kinachokuja. Siku Allah alipotoa amri ardhi itoe maji, mbingu nayo ishushe maji, ikawa hakuna pa kukimbilia, ikawa tena kwa watu ambao hawakuamini nafasi imekwisha. Wa idha akhadha la yuflit, Allah kishashika haachii tena. Wakapona waliopona, na hivi ndivyo ilivyokuwa hali ya mitume wote na jamaa zao. Na ndio maana Qur'ani imejaa habari za mitume waliotangulia na kaumu zao, namna walivyofanya na namna mambo yaliyowakuta, ili sisi tupate mawaidha kutoka kwao. Ndiyo sababu ya kuletwa hivi visa vyote. Kuna wale kwa Nabiullahi Saleh, wenyewe wanamwambia Nabiullahi Saleh, kama unataka tukuamini basi toa ngamia kwenye hili jiwe, tuone, toa muujiza, tutolee ngamia kwenye hili jiwe ili tukuamini. Jamani, msitafute vitu hivi. Wewe kama mtume kweli afanya hivi. Nabiullahi Saleh akamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, toa ngamia kwenye jiwe. Ngamia akatoka kweli. Ngamia huyo ikawa sasa balaa kwao. Ngamia siku yake ya kunywa maji, akinywa anamaliza maji yote, na wakawa wanaambiwa bwana, maji yamegawanywa sasa sehemu mbili, sehemu moja ya ngamia, sehemu moja ya kwenu. Inafika zamu yenu mchote muweke na akiba. Siku ngamia akinywa hapa anakunywa kila kitu. Wakaona sasa wanatuletea nini? Ngamia walimuomba wao wenyewe, wakatuma watu wao wakorofi, wakaja wakamkata miguu ngamia, wakamuua, na wao wakakamatwa. Na walivyokamatwa tena,
haikufaa tena malalamiko yao wala kuomba kwao msamaha, hakukufaa tena. Wa idha akhadha la yuflit. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah waonye, waambie wao kwamba mimi nawaonya kwa kutumia wahi. Haya maneno yanawahusu hao ambao Qur'ani imeshuka wakiwepo mpaka sisi huku. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonya, tunatakiwa tuonyeke. Lakini kama na sisi tutakuwa viziwi ambao hatusikii mtu anapoita, basi tusubiri kile kitakachotupata. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza alafu sasa tabia za watu waovu walivyo, jinsi wanavyokuwa wajeuri, hawasikii wanavyoonywa. Lakini sasa inapotokea adhabu ya Allah, Allah anapowakamata sasa, angalia maneno yao, wala immassatuhum nafhatun min adhabi rabbik la yaquluna ya wailatana inna kunna dhalimin. Wanapoguswa, wala immassatuhum nafha, wanapoguswa na kitu kidogo tu, min adhabi rabbik, wakiguswa na adhabu ya Mola wako, kitu kidogo tu katika adhabu ya Mola wako, la yaquluna ya wailatana, huanza kupiga kelele na kusema ole wetu sisi, inna kunna dhalimin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kupotea. Ndio leo wanakumbuka baada ya kukamatwa yale ya Firaun, alipoona sasa maji yanachanganyika, anazama, ndio sasa eti anaamini. Na hivi ndivyo wanavyokuwa watu waovu. Siku anakamatwa na Allah, ndio hapo sasa anaanza kupiga kelele na kuona kwamba sasa yeye amekosea. Sasa unakumbuka katika wakati ambao haufai kukumbuka. Neno wail ambalo wanalitumia hawa kwa kusema ya wailatana, ni pale mtu anapopata matatizo alafu akaomba matatizo makubwa zaidi. Mtu anaweza akapatwa na janga alafu akasema afadhali ningekufa. Ndio maana ya neno waili, ya wailatana, ole wetu. Katika lugha ya Kiarabu wanasema ya halakana, au wanaomba waangamie kuliko hicho kilichowakuta. Hii ni tabia ya madhalim. Lakini Muislamu anapokutwa na mitihani hasemi ya wailatana au ya waili. Muislamu anapokutwa na mitihani, kuna mafundisho maalum aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ajabal li amri almu'min, ni ajabu sana jambo la Muislamu. Muislamu jambo lake linamshangaza kila mtu. Kwa nini? Tena mtume akasisitiza akasema wala yakunu dhalika illa lilmu'min, na hilo haliwezi kupatikana ila kwa mtu muumini mwenye imani ya kweli. Idha asabathu sarra'un shakar fakana khairan lahu, anapopata kheri hushukuru, kwake kheri hiyo inakuwa kheri. Yani anapopata mambo mazuri, maisha mazuri, kazi nzuri, kapata mtoto, kapata mke mzuri, kapata mume mzuri, kapata mambo mazuri katika dunia hii, muumini huwa anashukuru. Akishukuru haya mazuri aliyoyapata, kwake inakuwa kheri. Lakini mtu asiyekuwa muumini anapopata kheri huwa anaanza kutakabbar, kama hao tulioeleza hapo nyuma. Anaanza kutakabari na kwamba yeye sasa ndiye yeye ndiyo fundi, yeye ndiye anaweza kufanya kila kitu. Lakini Muislamu hapana, anapopata kheri anashukuru. Na katika shukurani ya Muislamu ni kuzidi kuwa mnyenyekevu kwa Mola wake na kwa binadamu wenzake. Ukimuona mtu kila anapopata neema anazidi unyenyekevu, basi jua huyo mtu ni muumini wa kweli. Kwa sababu neema ni kitu kimoja kibaya sana. Yani katika mtihani wa neema na mtihani wa shida, bora mtihani wa shida kuliko mtihani wa neema, jinsi ulivyokuwa hatari kwa mwanadamu. Mtihani wa neema ni hatari sana. Kwanza mtu akiwa na neema anakuwa jeuri, haogopi mtu, kwa sababu mtu hamuhitaji mtu. Sasa anamuogopa nani?
anaweza kuzungumza lolote mbele ya yoyote bila kujali chochote. Vinginevyo labda akutane na watu wamemzidi kwenye neema, ndio atakuwa mnyonge kidogo, lakini akikutana na watu ambao ni wa kawaida kwake anakuwa jeuri, anakuwa chochote kila anaweza kufanya. Kuna kisa kimoja cha kuchekesha kidogo ambacho watu wanazungumzia kuhusu neema hizi. Wanasema kwamba kulikuwa na mfalme mmoja alikuwa na kinyozi wake. Unajua mtu fanya kazi kama kinyozi, kwa hivyo wote unajua ni walevu ya chini, hata malipo yake ni ya chini. Hatudharau kazi, lakini tunazungumzia zile level za kipato. Yaani huwezi kumfananisha kinyozi wa rais na waziri mkuu wa rais, yaani ni vitu vile tofauti. Kinyozi huyu alikuwa akimnyoa yule bwana wake, anamnyoa kwa heshima na kwa utulivu kabisa, hazungumzi kitu. Mbele mfalme wako unazungumza nini tena wewe kinyozi? Angalau ungekuwa mshauri, ungekuja na ushauri kwamba wewe umekuja na ushauri. Wewe kinyozi unanyoa tukimaliza, wala mfalme nimemaliza, anaondoka zake. Sasa anasema akaendelea kunyoa hivyo. Siku moja mfalme tu akabadilisha sehemu ya kunyoa. Anasema leo kiti kiweke pale. Kilipowekwa kiti pale, kaanza kumnyoa tu bwana, akaanza kuzungumza sasa. Yule kinyozi anamwambia bwana mfalme, si unajua bwana mimi mzako sina mke bwana, umri unaenda huu. Kwa nini usiniozeshe ile binti yako wa mwisho? Mfalme akaruka kwa hasira, akamwangalia bwana kwa hasira, huyu anasemaje huyu? Akamwambia kunyolewa basi. Akaondoka akamwambia waziri wake, muweni yule kinyozi, hana adabu. Akamwambia kwa nini auliwe? Akaeleza ile story, akamwambia hebu subiri kwanza. Hebu ukifika siku yako nyingine ya kunyolewa, msinyoe hapo niliponyoa leo. Rudini kule kwa mwanzo. Wewe ilipofika siku ya kunyolewa tena, akasema leo tunyoe kule kwa kawaida. Wakaenda akamnyoa kule, akamnyoa taratibu bila kelele, bila mazungumzo yoyote mpaka mwisho. Aliporudi waziri anamuuliza vipi leo, akasema nini? Asemaje? Asema kitu. Akasema sasa mara nyingine mrudi pale aliposema yale maneno. Ilipofika siku ya nyingine ya kunyolewa, mfalme akamwambia leo tunyoe pale. Wakarudi pale. Alipoanza tu anamwambia sasa mfalme, mazungumzo yetu vipi? Bana mazungumzo gani bana? Mimi nimekwambia ni mwenzako umri unaenda huu. Hebu niozeshe kale kabinti kako ka mwisho kale. Angalau nimalize nako umri. Mfalme akakasirika tena akaondoka. Akamwambia bwana kasema tena maneno yule bwana muweni tu ana adabu. Akamwambia hapana. Waziri kidogo alikuwa na hikma za ziada. Waziri akamwambia hebu nionyesheni mlipokuwa mmekaa mnanyoa. Akaenda akaonyeshwa, waziri akaita wafanyakazi akasema hebu chimbeni hapa. Paka chimbo bwana. Chimba kufika huko chini bwana, kumbe kuna mali imezikwa. Kuna vile vitofali vya dhahabu vile viko vingi tu vimekaa huko chini. Yule waziri anamwambia mfalme, unaona? Huyu bwana joto la hii dhahabu ndio kwa inamtia jeuri. Sio zake, hajazimiliki. Joto tu lile, mvuke ule wa joto ya dhahabu ambayo iko chini ya ardhi tayari unamfanya bwana anajiamini, anazungumza chochote kile mbele ya mfalme. Fikiria hizo dhahabu mtu ni za kwake, ziko chumbani kwake, atakuwaje? Meona mali jinsi ilivyo Mali inamfanya mtu kuwa jeuri na kujiamini na kufanya chochote kila anachokitaka. Sasa Muislamu hawi hivyo. Muislamu kila akipata mali, kila zikiongezeka, anazidi unyenyekevu kwa Mola wake na kwa wanadamu wenzake.